Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni. Bwana, hii inaelezea lile sakata la Master J na Alikiba. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline kupitiliza hivi karibuni. Na kuhusiana na hili swala bwana, ni kwamba kuna hizi videos pamoja na maoni ya watu mbalimbali wamekuwa wakilizungumzia hili swala, kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline kutokana na kwamba maneno ambayo alikuwa ameanza kurushwa yalikuwa ni mazito. Kwa mfano, baada ya Master J kumsema kwamba Alikiba ni mbana pua, kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanatarajia kuona kwamba Alikiba ndo kama vile msanii moja kati ya wasanii wachache hapa Tanzania ambao wanategemewa kwenye swala zima la live performance, lakini Master J amekuwa akimsifia sana Bien Soul, yule msanii kutoka Kenya ambaye usiku wa tunzo za Trace Music Awards alishinda kama msanii bora wa Afrika Mashariki, ambapo pia alifanya show kali, na msanii wa Tanzania Mario alifanya show mbovu. Sasa katika finali za Bongo Star Search, Master J alipata nafasi ya kufanya interview na waandishi wa habari, ambapo akazungumzia hilo swala na akasema wazi kwamba Bien ni msanii mkali kuliko wasanii wote wa hapa Tanzania kwenye upande wa live performance. Yeye akiwa kama mtu ambaye amefanya hii kazi, amekuwa katika industry ya muziki kwa muda wa zaidi ya miaka 30, ameamua kuzungumza hivyo. Na hiyo sio mara ya kwanza Master J kuzungumza hivyo, ni kama mara ya 4 au ya 5 au ya 6 anazungumzia the same thing. Sasa cha tofauti ni kwamba siku ile aliongezea kusema kwamba Alikiba, akasema kwamba wasanii wa Tanzania wote ni wabana pua akiwemo Alikiba. Sasa hapo ndipo wadau wakaja wakamaindi, kwa sababu watu wengi sana wanamwamini kwamba Alikiba ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye upande wa live performance, sio mbana pua kama ilivyokuwa huko zamani kipindi kile cha Far Away na nyimbo nyingine zile na matonge na nyingine kibao. So this time around tumeona Alikiba amedevelop, ameimprove kwa kiasi kikubwa sana na uwezo wa kuimba bila kubana pua. Sasa Master J alivyosema kwamba Alikiba ni mwimbaji wa kubana pua, hapo ndipo watu wakaanza kumwandama, na kikubwa zaidi ni kwamba Alikiba mwenyewe pia alitoa tamko na akamlaumu sana Master J, lakini at the end of the day ni kwamba Alikiba akamuita Master J mtu wa upinde. Unaona bwana, kitu ambacho kilionyesha wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba Kiba kweli alikuwa amekerwa na kile ambacho Master J alikizungumza. Sasa baada ya kusema hivyo bwana, ni kwamba wadau mbalimbali huko mitandaoni wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusiana na hiyo situation, na huyu hapa ni Mr. Tonge Nyama this time around. Maana tunajua kabisa kwamba situation ilifika mbali kiasi kwamba ikabidi Master J aombe radhi kwa baadhi ya mocking ambazo alikuwa amezifanya katika interview ile, kwa sababu wakati anasema kwamba wasanii wa Bongo ni wabana pua, alikuwa akiwaigiza kabisa nyenyenyenyenye. Sasa akasema ile alichokiigiza pale ilikuwa ni makosa na akaomba radhi kwa hilo, lakini kwenye upande wa statement aliyosema kwamba Alikiba ni mbana pua, amesema kwamba bado anaisimamia pale pale wala hajaomba radhi kuhusiana na hiyo statement. Na kutokana na accusations ambazo amezifanya Alikiba kusema kwamba Master J ni mtu wa upinde, Alikiba bado hajatoa tamko lolote. Umeona, japokuwa Mwijaku alikuwa na yeye anavumisha hizo habari za upinde Master J, ni kwamba Mwijaku ameomba radhi kwa Master J. Alikiba bado hajaomba radhi mpaka sasa hivi, lakini wadau mbalimbali wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusiana na swala hilo. Huyu hapa Mr. Tonge Nyama naye ana la kwake la kuzungumza, maana last time nakumbuka tulizungumza kuhusiana na baadhi ya wadau wengine walivyotoa maoni yao, ikiwemo Mwijaku, Mama Mawigi na watu wengine tofauti tofauti. So huyu hapa ni mdau mwingine na yeye pia amekuja kuweka maoni yake kuhusiana na hilo swala. Msikilize hapa Mr. Tonge Nyama. Asta, umemkosea sana King. Wewe ni mtu wa kulupuka tu. Mwehu kama wehu wengine tu. Oya, waandishi wa habari nyewe mkienda kuwahoji watu siku nyingine, kwanza wapimeni akili. Wengine hawana ubongo, wana makamasi katika vichwa vyao. Wengine waga walisharuzi, wale ndo wazee wa zembe. Mzembe yule hana jipya. Aende akawe jaji huko alipo vipocho vyake anavolipwa. Nani ambaye ame-maintain mpaka sasa hivi kama King Kiba? Msanii gani unayemjua ame-maintain? Na wapumbavu wenzako hao wanaokutuma hao, wape onyo, waambie kabisa, oya, mitaa hii haigusiki. Mitaa hii kuna mbwa wakali, watu hawapitagi hapa. Mbwa wakali, watu hawapitagi hapa saa 6 usiku. Oya, mjini hapa utahama Master J. Utahamia huko Samvulachole kwa mzee Kadondoko huko Chambia Makuti kali ya upanga. Oya, hapa utahama ujue Master J. King anaga tabia hizo ujue. Tabia za majibizano anaga ujue. Sisi mashabiki zake ndo tunavielele. Sasa usiombe King aseme turuke na wewe. Tunapitiliza ujue.
Unaanzaje kusimama mbele ya mfalme na kuongea iko unachokiongea eti mfalme anabana pua? Eti Master Jay anachokiongea, ujue Master Jay anachokiongea, ujue ushauri wa nyoko. Wewe ulitesa enzi hizo watu wakiwa hawajielewi huko. Watu walikuwa bado akili bado hazijakaa sawa kama kipindi hiki. Ujue ushauri wa nyoko. Wewe ulitesa enzi hizo watu wakiwa hawajielewi huko. Watu walikuwa bado akili bado hazijakaa sawa kama kipindi hiki. Kipindi hiki kila mtu anajua. Kipindi hiki unamdanganya nani? Makopo yako ulikuwa unagonga kipindi hiki. Nani wewe unaweza kumgongea makopo? Achana na makochali. Hapa mimi naongea na wewe master. So hicho ndicho alichokizungumza Mr. Tongenyama, na wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kwa mfano kuna mtu hapa anaitwa Dr. Sheriff anasema kwamba bwana, nimeamini kwamba King Kiba kweli anapendwa wanangu. Kwa mtu anasema bwana, basi Day Boy acha makasiriko. Kwa mtu anasema bwana, hao wanaomtuma mwambieni kwamba hili chaka aliloingia bwana kuna wauni. Haelewi muda wowote ule timu yoyote ile wanakutia. Okay, ngoja niishi hapo maana alichoendelea hapo ni lugha chafu kidogo. Kwa mtu hapa anaitwa Baraka Pius anasema kwamba bwana Moze Kamana acha hizo. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema bwana, kweli kabisa mzee wangu, nimekubali miaka 30. Kwa mtu anasema bwana, katumwa huyu Master Jay, ila taarifa anazo, Kiba ni dharau ya taifa. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa sababu bwana Master Jay anaendelea kula za uso mpaka sasa hivi. Kuna mtu ameandika hivyo. Okay. So ukiachana na huyu Mr. Tongenyama, kuna mtu mwingine hapa amekuja ameweka maoni yake kuhusiana na hii situation. Huyu ni Ramadi, mmoja kati ya waimbaji bora wa miaka yote kwenye upande wa R&B hapa Tanzania. Kwa upande wangu mimi, yani kwa opinion yangu mimi, kama unamfahamu Ramadi, basi utakuwa unaelewa kabisa kwamba Ramadi bwana ni moja kati ya best R&B artist hapa Tanzania. Sasa Ramadi yeye amekuja kutoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Master Jay. Ramadi amesema kwamba Barnaba ni mwimbaji mzuri kuliko Bien. Sema tu shobo na wivu vinamfanya mnapeleka wanajeshi wadhaifu kwenye live performances. Sasa mmebonyezwa kitovu, mmeanza kutusumbua. Naomba mtuache tuendelee kula maisha, pambaneni. Tukiona mnakaribia kuuawa, basi tutakuja kuwasaidia. Endeleeni na uongo. Huyo ni Ramadi ameandika hivyo. Umeona Lakini Ramadi point yake kubwa hapa amesema kwamba Barnaba ni mkali sana wa kuimba live kuliko hata huyo Bien, ambaye Master Jay anasema kwamba Bien ni mkali. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Na mimi pia nilikuwa nataka niseme tu ukweli ni kwamba Bien amgusi Ruby kwenye upande wa kuimba live. So it is what it is. Weka maoni yako, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.